ndio amekuja. Tumpe muda, lakini mimi sioni. Yaani wote kina Benchika wale Robertinho wote ni walimu wazuri. Wote waliopita ni walimu wazuri, lakini walikuwa wanakosa wachezaji kuweza kufikia yale malengo ambayo wao walikuwa wanaweza kuyafikia. Kwa hiyo hata huyu nafikiri kuna wakati unaweza kuwa na wachezaji wa kawaida lakini ukaweza ukawageuza. Yaani ukawatanish, ukawafanya kwa wajiamini, ukawafanya kwa aggressive, ukaja na system ambayo ikawa very complicated ukapata matokeo. Tuliona Leicester City ikiwa katika watu ambao ni wa kawaida kabisa walifanikiwa kuweza kuchukua bingwa wa Uingereza na wakiwa mfungo mechi chache sana na kuconcede magoli machache. Kwa hiyo kitu ambacho inaweza katokea, lakini ni some cases, sio kitu ambacho unaweza ukakiashua kwa muda wote. Ni lazima pawe pana mbinu za ziada, lakini pia fakta nyingine ambayo inakwenda kukosekana, je, huo muda unaruhusu? Sababu wanakuja walimu wapya, hata Yanga atakuja mwalimu mpya, si ndio? Lakini unakuja kipindi ambacho ligi imeshaendelea. Kwa hiyo maana yake unakuwa na kazi mbili. Kwanza utafute matokeo, lakini pia uweze kuinsert kile ambacho unacho. Kwa hiyo pressure inakuwa ni kubwa kwa sababu upo kwenye mashindano. Kwa hiyo kuna wakati huwezi kurisk, sababu ukiriski sana unaweza kwenda ukaadhibiwa. Kwa hiyo itakulazimu uanzie kwenye kile ambacho kipo, afu taratibu uanze kuchange, na itegemeana na uwezo wa vijana wako kuweza kuadapt. Kwa wakati mwingine inakuwa ni ngumu kutafuta mwalimu ambaye ameanza na timu akiwa kwenye pre-season.